Allah subhanahu anatuambia ndani ya Qur'an katika surati al-Maida, ewe Muhammad, wakumbushe habari ya watoto wawili wa Adam, Qabil na Habil, idh qarraba qurbanan, pindi ambapo walipojikurubisha kwa Allah kutoa sadaqa, fatuqbila min ahadihima, ikakubaliwa mmoja wao, walam yutaqabbal min al-akhar, lakini mmoja wao hakubaliwa. Watoto hawa wawili wa Adam alayhi salatu wassalam, abul bashar, Habil na Qabil, walikuwa wanafanya kazi zao. Mmoja kazi yake ni ukulima na mwingine kazi yake alikuwa ni mfugaji. Habil alikuwa ni mfugaji. Allah alivyowataka watoe sadaka kujirukubisha kwa Allah, basi mmoja Habil akachukua mnyama wake, akamchinja, akamweka sehemu ambayo Allah alikuwa amewaambia waweke pale. Ama Qabil akakusanya kila aina ya mazao alikuwa anayelima, naye akaenda pale akayaweka. Allah subhanahu akaichukua ile sadaqa ya Habil, ya kile kichinjo ambacho alichokuwa amekiweka pale, lakini hakuchukua ya Qabil. Ndugu zangu katika imani, baada ya Qabil, watoto wa baba mmoja Adam na Hawa, alivyomuona ndugu yake imechukuliwa yake haikubaliwa, qala la aqtulannak. Dhambi ya mwanzo ndani ya ardhi hii ikapatikana hapa. Akaingiwa na husda kwa ndugu yake Habil. Kwa nini ya kwake imekubaliwa lakini ya ndugu yake haikubaliwa? Na hii dhambi ya mwanzo ambayo iliyopatikana katika ardhi hii ya husda, ndiyo dhambi hiyo ya mwanzo iliyopatikana mbinguni baada ya Allah tabaraka wa taala kumuumba Adam alayhi salatu wassalam. Kilichomfanya Ibilisi ashindwe kwenda kumsujudia Adam ni mwanzo hasadi aliyokuwa nayo. Kwa nini Adam? Kisha kibri kamvaa, akataa kumsujudia Adam alayhi salatu wassalam. Kwa dhambi hii ndio iliyompelekea Qabil kuingiwa na jazba na mori ya kutaka kumuua ndugu yake Habil. Qala la aqtulannak, nitakuua. Habil anamwambia innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Allah tabaraka wa taala anapokea amali za waja waliokuwa wacha Mungu, waja waliokuwa wema. La in basatta ilayka yadaka litaktulani, ikiwa wewe utanyosha mkono kuniua mimi, kunidhuru mimi, ma ana bibasiti yadi ilayka liaktulak, misinyoshi kamwe mkono wangu mimi kukuua wewe. inni uridu an tabua biithmi wa ithmuka fatakuna min ashabi an-nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Mimi siwezi kunyosha mkono wangu, nachotaka mimi wewe ubebe dhambi zangu na dhambi zako, uwe miongoni mwa watu wa motoni kama hutowaidhika na ujumbe huu. Ndugu zangu, hakuna mazungumzo yaliyokuwa mazuri kama mazungumzo ambayo mtu anakumbushwa maneno ambayo ya kumkhofisha na Mola wake, lakini yote hayakumfaa kwa sababu hasadi imeshamtawala katika moyo wake. Fatawat nafsuhu qatala akhihi faqatala,
hakubali lolote. Mori ukampanda, jazba ikampanda, akamua ndugu yake, fakatala fa asbaha min alkhasirin, akawa miongoni mwa wale ambao walikuwa wamehasirika duniani na siku ya kiyama. Tayari maiti ya ndugu yake iko mbele yake, hajui afanye nini pale. Allah anamuonyesha udhaifu. Fabaatha Allahu ghuraban yabhathu fil ardh liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Allah anamtuma kunguru, kiumbe dhaifu, kunguru huyu, ili amuonyeshe jinsi gani ya kumstiri ndugu yake. Yeye ameshindwa kumzika ndugu yake, ameshindwa, atafanya nini? Allah anamleta kunguru, kisha anamuonyesha jinsi gani ya kumstiri ndugu yake. Chukua tahadhari, safisha moyo wako ili uelekee kwa Allah ukiwa huna maradhi hayo. Mtu kuugua kansa, HIV na maradhi mengine makubwa ambayo sisi tunayaogopa katika maisha ya ulimwengu, yana nafuu mno, yana nafuu mno, kwa sababu haya yote yanakwenda kuisha ndani ya mwanandani. Ukishatelemkiwa na malakul mauti, hakuna tena kansa wala HIV wala maradhi yote. Lakini maradhi yalokuwa ndani ya nafsi zetu sisi, maradhi miongoni mwao ya husda, tunakwenda nayo katika maisha ya ulimwengu, tunaingia nayo ndani ya kaburi, tunakwenda nayo kusimama kwenye mahakama ya Allah. Wajibu wetu ndugu zangu katika imani, kuchukua tahadhari iliyokuwa kubwa, kusafisha nafsi zetu, kwa sababu rawa al-Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasul alayhi salatu wassalam, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa, ya Rasulullah ayu nas afdal, Mtume alivyoulizwa nani katika watu waliyekuwa bora, bila shaka mimi, wewe, sote kwa pamoja twataka ubora ambao Allah awe mwenye kuuridhia. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume akajibu alivyoulizwa nani aliyekuwa bora, Mtume akasema, suduqul lisani mahmumul qalbi. Mtu aliyekuwa bora ni mtu gani? Ni yule ambaye suduqul lisani wa mahmumul qalbi. Maswahaba wakasema, ya Rasulullah, suduqul lisani naarifuhu, mkweli wa maneno wa ulimi wake tunajua, fama mahmumul qalbi, ni nani yule ambaye mahmumul qalbi? Mtume akasema, huwa taqiyun naqi, ni mtu ambaye ni mcha Mungu, aliyekuwa msafi, akiteleza kafanya dhambi anarejea kwa Mola wake wakati huo. Huwa taqiyun naqi la ithman alayhi, hana dhambi, akiteleza anarejea kwa Mola wake. Wala baghi, wala uovu, wala ghilli, wala fundo katika moyo wake juu ya Muislamu mwenzake, wala hasadi, wala hana husda. Huyu ndiye aliyekuwa bora. Na wewe ndugu yangu, kimbia kwenye ulimwengu huu kutafuta radhi za Allah, lakini ili uwe bora lazima usafishe takataka zote ambao zimo katika mioyo yetu. Sikwambii wewe au mimi. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa anapanda kwenye membar au anatoa mihadhara na khutba, alikuwa katika himdi yake, utangulizi anaoutoa katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah, mpaka Sheikh Albani amekusanya risala akaita khutbatul haja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Mtume anamuomba Allah
atukinge Allah na shari za nafsi. Ikiwa mtume anayetamka hayo, wewe umejiaminisha nini kwa Mola wako? Na hasa katika maisha haya ambayo tunaoishi leo, ndugu zangu, aliyatabiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maisha haya sasa. Unadhani kwa nini Waislamu leo hawapendani? Unadhani kwa nini familia leo watu wanachukiana? Unadhani kwa nini marafiki hawapendani? Unadhani kwa nini maisha yetu yamekuwa yana dhiki kwenye mgongo huu wa ardhi? Rawa al-Imam Muslim min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As, Mtume anawaambia masahaba, kaifa idha futihat alaykum khazain Faris wa Rum ayu qaumi antum. Wakati huo Mtume anawaambia masahaba, itakuwaje pindi ambapo Allah tabaraka wa taala atakapokuja kuwafungulia nyinyi Waislamu mali ambazo walizokuwa wanazimiliki. Wakati huo superpower ilikuwa ni Faris wa Rum. Itakuwaje nyinyi Waislamu kipindi hicho? Mtakuwa kwenye maisha gani ikiwa superpower mbili hizo ziko mikononi mwenu? Allah amewamilikisha mali zake. Qala Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, ahadu 10 al-mubashirin fi al-janna, naqulu kama amarana Allah. Ya Rasulullah, tutasema kama vile ambavyo Allah alivyokuwa ametuamrisha. Mtume anawaambia, au ghairi dhalik, ni hilo tu, hakuna jingine. Tatanafasun, hapana, lipo. Mtashindana kwenye maisha ya ulimwengu. Ikiwa tayari Allah amefungua mali, mtashindana katika maisha ya ulimwengu. Utataka wewe uwe kama fulani. Kwa nini awe nacho fulani, mimi sina? Mtaanza kushindana. Wakati mnashindana na unamuona kwamba mwenzio kapata, wewe hujapata, kila unavyokwenda spidi hupati, ukikosa thumma tatahasadun, mtausudiana nyinyi kwa nyinyi. Kwa nini? Anacho wewe huna, kwa nini? Kisha mtakimbiana. Utaona kwamba huwezi kuishi tena na mtu yule uko naye, unasikia dhiki kila ukimwona. Kwa nini? Yeye anacho wewe huna. Thumma tatabaghadhun, kisha mtachukiana. Hasad ikifika hali hiyo, Mtume anasema thumma tantaliqun fi masakin almuhajirin, kisha mtaondoka, mtakwenda mpaka kwenye majumba ya muhajirin. Fatajaluna ba'dhum ala riqab ba'd, mtaenda kuuana. Hii ndio hasad jinsi ilivyo. Ukimuhusudu mtu, itafikia mahala nafsi yako itashindwa kuhimili. Utakwenda katika wakati kufanya kila aina ya hila. Ukishindwa, unaweza ukatoka hata katika Uislamu, utakwenda mpaka kwa waganga kwenda kumdhuru mtu ili tu aondoke na ile neema ambayo Allah alikuwa amemneemesha nayo. Ukishindwa hata huko, uko tayari hata kuua. Ni maradhi ambayo yalikuwa mabaya. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.